Karibu kwenye Hanging with the Gaffer. Kwa majina naitwa Muchi aka Muchi the Gaffer. Ni mtaalamu na mbobezi katika masuala ya lighting, hasa kwenye video production na filamu kwa ujumla. Leo hii nimeanzisha hiki ninachokifanya sasa kwa sababu kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye game. Watu wengi wanafanya light setup lakini sio vile inavyotakikana kufanyika, na imepelekea kupata video ambazo zina picha mbaya zisizovutia. Mimi kama gaffer, ili kusaidia wewe na upcoming ambaye unakuja kwenye game, nikufundishe, nikuelekeze, nikuonyeshe njia sahihi zinazostahili kuzifanya wewe ili uweze kupata picha nzuri. Karibu kwenye Hanging with the Gaffer. Na mimi ni Muchi the Gaffer. Kwenye episode ya leo ya Hanging with the Gaffer, tunafanya kazi ya kulight tangazo la DSTV msimu wa sikukuu. Kwenye tangazo hili nilialikwa na Director Sikos, nikawa gaffer kwenye project yake, ambaye yeye ndio DOP. Ni mmoja kati ya DOP ambao wanafanya vizuri sana kwenye upande wa advert au TVC kiujumla kwa hapa Tanzania, na hivi ndivyo kazi ilivyokuwa imekwenda. Kwa kwanza tulianza na seti ya kwanza ambayo kwenye kushuti ndio ilikuwa seti ya kwanza, lakini kwenye muonekano wa tangazo pengine ilikuwa seti ya 3 au ya 4 ndani ya tangazo. Na seti hii inaonyesha kwamba mama yuko sebuleni na familia wameletea zawadi katika msimu wa sikukuu, ambapo mama alikuwa ameomba zawadi ya vingamuzi vya DSTV. Kwa hiyo scene inafunguka, mama yuko sebuleni, yuko na familia wakiangalia TV. Tumetumia taa za aina kadha wa kadha, japo palikuwa na changamoto ya mvua, lakini taa za nje tukufanikiwa kuziwasha kwa muda wote, ila kuna kipindi ambapo mvua ilikuwa imesimama, tuliweza kuziwasha taa za nje ambazo zilipiga mwanga kutoka madirishani na kuingiza mwanga ndani. Kwenye kila dirisha unaloona hapa limepigwa na taa kutoka nje ambayo ilikuwa inaingiza mwanga ndani, ambao ulikuwa umesetiwa kwenye Kelvin 3200 ili kumimic muda wa jioni, na kwa sababu script ilikuwa inasema tukio linatokea jioni. Kwa hiyo ili kupata mwanga wa jua la jioni, Kelvin za kwenye taa tuliseti 3200, ambayo is a little bit of warm na sio cool sana wala sio warm sana, inakuwa in between hapo, ili kupata ile feel ya golden hour. Na kwenye shot ya mama hapa tuliweka floppy upande wake wa kulia ili kublock mwanga na kutengeneza negative field, lakini pia palikuwa na backlight ambayo ilikuwa tumeweka taa aina ya matte light LS600 kwa ajili ya kutengeneza backlight kwa nyuma. Pia palikuwa na light matte nyingine ambayo ilikuwa ni kama key light, na palikuwa na taa aina LV-F6 ambayo inatoa watts 600, ambayo hii tulibounce kwenye wooden furniture ambayo ilikuwa ni kama wallpaper ukutani ili kutengeneza ambient light. Na kwenye shot za familia ambao wengine walikuwa wamekaa, tulikuwa na light matte 2 ambazo zote ni LS600, na palikuwa na power tube ambayo ilikuwa imewekwa effect aina ya disco ili kutengeneza mianga tofauti tofauti ambayo kuonyesha kwamba watu walikuwa wanatazama TV, ili hali kwamba kwenye set hapakuwa na TV ambayo watu walikuwa wakitazama. Hata kwenye tangazo ile TV inaonekana kwamba kuna matukio yanatokea, ni matukio ambayo yaliwekwa kwenye post tu, lakini wakati na shuti TV haikuwepo. Kwa hiyo hiyo ndivyo tulivyoanza sebuleni, na kwa aina zote za sebuleni tulifanya katika mfumo huo ambapo tuliweka top light aina ya matte light LS600 na taa nyingine chache madirishani kama vile LV-F6 na Aperture Lightstorm F1200. Kisha baada hapo tukahamia jikoni, ambapo tulitengeneza 8x8 diffuser yenye kitambaa cha silk, ambapo nyuma yake tuliweka taa aina ya Aperture 1200 Stormlight, ambayo mbele yake pia ilikuwa imewekewa gel ya CTO kwa ajili ya kutengeneza ule mwanga wa Kelvin 3200. Ndani tukaweka top light ya aina ya LS600
ambapo ni aina ya taa inayoitwa Lightmat LS600 ikiwa kama top light kwa ajili ya kutengeneza ile tunaita butterfly lighting, na tuka bounce kwenye pori mwanga kutoka kwenye power tube ambapo utengeneza soft light ambayo ulifanyika kwa kama fill light kwenye upande wa kushoto. Kisha baada hapo tukahamia kwenye seti za mlangoni, ambapo kwenye seti za mlangoni talent aliyekuwa yuko ndani tulikuwa tumeweka top light ya LS600 na nje tulikuwa tumeweka LV600 ambayo ilikuwa ni kama backlight na at the same time ikiwa ni key light kwa yule ambaye yuko ndani. Kwa hiyo hizi taa mbili zilikuwa zinakutana katikati. Kwa hiyo kamera ikihamia huku, backlight ya huyu inakuwa key light ya huyu wa huku, na kamera ikihamia huku, backlight ya huyu inakuwa key light ya huyu huku. Na hivyo ndivyo tulifanya kwa seti hizo. Na baada ya kumaliza seti ya kwenye ile nyumba pale ambapo tulishuti karibia scene zote sehemu moja, isipokuwa scene mbili tu ndizo ambazo tulishuti nje na eneo lile ambalo tulishutia hizi scene nyingine. Scene iliyofuata hapa ni scene ambayo anaonekana kaka akiongea na dada yake kwenye simu akiwa amesimama kwenye bajaji, na hapa tulitumia power tubes pamoja na taa ya Mungu ambayo ni jua ile jioni. Kwenye bajaji tuliweka power tubes, tukaweka rangi ya aina ya cyan kwa ajili ya kutengeneza ile feel ya kwamba mazingira bajaji rangi hiyo kijani na kumechi na ile rangi ya zile taa. Lakini kwa nje kama key light tulikuwa na power tube ambayo ilikuwa imesetiwa katika Kelvin 3700, mwanga fulani ambao unakuwa kama unaondoka kwenye warmness na unakaribia kufika kwenye cool, lakini still bado tulikuwa tuna maintain ile cool, ile warmness ambayo tumetoka nayo, ikiwa ni kama theme. Baada ya kutoka hapo tukaenda seti nyingine ambayo seti hii ilikuwa inahusisha kwenye duka la vifaa vya sanaa au artwork, picha za michoro ya kutumia rangi. Kwenye duka hilo anaonekana dada naye akiwa anaongea na kaka yake kwenye simu, ambapo yeye hapa kwake tulilight kwa kutumia LS600 matte light ikiwa ni kama top light, na tuliweka power tube kama practical kwenye shelf ili kutengeneza mwanga mwingine kwa ndani, na pia vile vile palikuwa na LV600 ambayo ilikuwa bounce juu ili kutengeneza ambient light kwa ndani. Kwa maana kwa kawaida tunapokuwa tunashuti hizi taa za majumbani huwa zinazimwa kabisa. Kwa hiyo ili kupata mwanga safi ama mwanga utafaa kwa picha ni lazima utumie taa professional, na ndio maana tunazima taa za ndani na kuweka taa zile. Kwa hiyo mimi kwenye project hii hapa kwenye duka nili bounce juu LV600 ni watts 600 ikiwa na temperature ya 3200 ili kutengeneza ile feel ya ambient light ndani kusionekana kuna kiza. Lakini ukiangalia kwenye background pale unaona nyuma kuna taa inamulika mwanga unaofanana na mwanga wa mwezi usiku, lakini ile ni Sky Panel T3000 ambayo tuliweka cyan color ambayo ikawa desaturated kidogo kupunguza makali ya ile cyanist na kuwa naleta mwanga kama teal green fulani ambayo ina bluish kwa mbali na kutengeneza mwanga unaofanana na wa mbalamwezi. Na baada ya kufanya kazi zote hizo pia dakika siku kwa sababu ni muda mrefu tumefanya kazi, na baada ya muda mrefu kupita ndipo tumepata kufanya kazi tena katika wakati huu kwenye project hii, na yeye pia alikuwa na haya ya kusema. Mushik Badi, hii ni wild brother, tumekisha pamoja. You can see the feel, you can feel the feel in albums without color grading. Okay. Yeah, it's a good experience to work with. Mush is a quick thinker, mtu mwenye unajua na mawazo zaidi, yeye akaenda extra mile. Yeah, so upate tabu, yani ukiingia set unakuwa very comfortable kwa sababu anajua the taste you want. Yeah, you just see. Baada ya kuona yote yaliyofanyika kwenye project hii hapa, nipende kusema asante sana kwa kufuatilia na asante kwa kuwa nasi. Hii hapa ni Hanging with the Gaffer na mimi ni Much the Gaffer.
mpaka episode nyingine, bye bye.